Bwana, wakati watu wanafurahia kupewa kadi nyekundu kwa Cristiano Ronaldo ambaye timu yake ilikuwa nyuma kwa goli 2-0 na kupoteza mchezo huo, yeye akiwa amepata kadi nyekundu ambazo atakosa michezo miwili, basi Ureno wameweza kuwashangaza watu. Wamefuzu kombe la dunia bila Ronaldo, lakini pia wakati wanafuzu Bruno Fernandes akiwa amefunga magoli 3 kwa maana ya hat-trick, lakini kijana mdogo kabisa Neves kutoka pale PSG na yeye akitupia kamba zake mbili za moto nzuri kabisa. Lakini wakati huo anafanya hayo yote Ureno, wakati huo Norway na wao wanawashangaza watu, wakati wengi wakiwa nasema ya kwamba Erling Haaland timu yake ya taifa inamwangusha. Erling Haaland ni mchezaji ambaye anafanya vizuri, lakini hawezi kupata baadhi ya title kwa sababu tu ya timu yake ya taifa, kwa maana ya baadhi ya tuzo kwa sababu ya timu yake ya taifa. Basi moja kwa moja amewashangaza watu. Miaka 27 bila kombe la dunia, kwa maana bila ushiriki wa kombe la dunia, lakini baada ya miaka hiyo 27 Erling Haaland anaenda kushiriki kombe la dunia. Toka wameenda mara ya mwisho mwaka 1998, hatimaye siku ya jana wameweza kufuzu kombe la dunia 2026, na hapo sasa ndo ambapo tutaenda kujua nani ni nani. Kylian Mbappe, huku kuna Erling Haaland, huku kuna kijana mdogo Lamine Yamal, lakini kina Musiala na wengine wengi. Basi ndo hapo ambapo tutaenda kujua nani ambaye atakuwa ni mshambuliaji bora, kwa maana aidha anacheza eneo lile la namba 9 ama winga, lakini yupo kwenye eneo la ushambuliaji. Hapo ndo tutakapoenda kutoa ubishani kwenye kombe la dunia 2026, kwa maana kila mmoja amepata nafasi. Erling Haaland anapata nafasi, Kylian Mbappe anapata nafasi, lakini kina Lamine Yamal, kina Musiala pamoja na wengine wengi ambao watashiriki kwenye hili kombe la dunia 2026, wakati wengi wakiwa wanashangaa. Lakini pia kina Arda Güler ambao na wao tayari walishatupa karata yao mapema. Italia yeye ataenda kucheza kwenye hatua hizi za mtoano, kwa maana Intercontinental Tournament, ambao pia kina Fiston Kalala Mayele kutoka Afrika wanashiriki kwa ajili ya kuweza kumpata mtu ambaye ataenda pia kombe la dunia. Kama ni Fiston Kalala Mayele au timu ya Italia na nyingine nyingi ambazo zitaenda kucheza playoff, basi tutaona moja kwa moja. Niambie hapo chini, Erling Haaland kwenye kufuzu kombe la dunia amefunga magoli takriban 35 kwenye mechi 20 kwenye timu yake ya taifa, lakini wakati anafunga hayo magoli, kitu ambacho unatakiwa ujue ni kwamba pia penalti ni hiyo moja. Niambie, unamwona akienda kuonyesha umwamba wake ama hata toboa mbele ya Kylian Mbappe ambaye yeye na tayari kombe la dunia mara 2, akiwa moja amechukua ambayo alicheza dhidi ya Croatia, lakini pia 2018 ambayo ilikuwa ni dhidi ya Argentina na wao kushika nafasi ya pili baada ya kupoteza kwa mikwaju ya penalti. Ama unaona vipi?